Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Utawala wa Iran bado uko imara, lakini swali ni je, utaweza kuhimili kwa muda gani? Baada ya mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyosababisha hali tete zaidi nchini Iran tangu mwaka 1979, Iran iliteua uongozi mwingine kama kawaida yao, na kama alivyowahi kusema Ayatollah Al-Khamenei kwamba kifo cha mmoja hakiwezi kusababisha mambo mengine yasiendelee. Iran imeteua viongozi wengine wakiwemo wale wa kijeshi, lakini pia na hata wa kisiasa. Operation hiyo imelenga maafisa wakuu wa kijeshi pia na kisiasa ili kudhoofisha muundo wa mamlaka nchini humo, Marekani ikidhani kwamba kuwaua viongozi hao kutasaidia kwa kiasi kikubwa juu ya kupunguza athari za Iran. Wengi waliona tukio hili kama fursa ya kihistoria ya mabadiliko ambayo upinzani wa kiraia haukufanikisha hadi wakati huu. Marekani pamoja na Israel walidhani kwamba kumuua Ayatollah Al-Khamenei ndio kuitawala Iran, lakini imekuwa tofauti. Baada ya kuteuliwa kwa kiongozi mkuu wa muda Ayatollah Araf, bado Iran inaonekana kuwa na nguvu kubwa. Iran tangu siku ya Jumamosi imeendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi kama sehemu ya namna ambayo inadai kwamba ni kutokana na kuuliwa kwa kiongozi wao mkuu, lakini pia kutokana na mashambulizi ambayo Marekani na Israel wameyafanya. Ni wazi Ayatollah Al-Khamenei alikuwa na ushawishi mkubwa katika taasisi inayohusika kuchagua warithi wake, lakini pia katika uendeshaji wa taifa hilo. Lakini wakati huu ambapo ameteuliwa, Ayatollah Araf anaonekana moja kati ya watu ambao wameiziba vizuri nafasi hiyo ndani ya muda mfupi tangu aingie madarakani, ambapo Iran inaendeleza kile ambacho angekuwepo Ayatollah Al-Khamenei kingefanyika vile vile. Iran imeonyesha uwezo wa kulipiza kisasi. Katika siku mbili za mwanzo za mashambulizi, vikosi vya Iran vilifanya mashambulizi dhidi ya misingi ya Marekani katika nchi kadhaa za Kiarabu pamoja na kulenga malengo nchini Israel. Kwa mara ya kwanza imeshambulia maeneo yasiyokuwa ya kijeshi huko Dubai na uwanja wa ndege wa kiraia huko Kuwait, ikipanua kwa kiasi kikubwa wigo wa kijiografia wa mgogoro. Kuongezeka kwa ghasia hizi kunaonyesha kwamba licha ya hasara iliyopatikana katika ngazi ya uongozi, Iran bado ina uwezo wa kiutendaji na nia ya kutumia uwezo wake. Matarajio ya ongezeko la mvutano wa kikanda sasa yanaelemea kwa uzito mkubwa mgogoro huu. Kwa mtazamo wa viongozi wa Iran, ikiwa mzozo utaenea na makundi yao ya wanamgambo washirika kote Mashariki ya Kati yatajiunga kwenye mapigano, Tehran inaweza kupata ushawishi fulani wa kushinikiza kusitishwa kwa mapigano au angalau kuepuka kujisalimisha kabisa kwa masharti yatakayowekwa na Marekani na Israel. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba baadhi ya viongozi walioteuliwa walimtaka wafanye mazungumzo, lakini viongozi wa Iran akiwemo Larijani, katibu wa baraza la usalama nchini humo, amesema wao hawakutaka kusitisha mapigano, badala yake wanaendeleza mapigano mpaka Marekani na Israel wajutie kumuua Ayatollah Al-Khamenei ama kuanzisha mashambulizi katika jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Kifo cha Al-Khamenei kimeingiza Iran katika kipindi kisichothabiti na chenye sintofahamu. Uelekeo wa matukio utategemea uwezo wa Tehran kudumisha udhibiti wa ndani licha mashambulizi ya angani yanayoendelea kwa ukubwa na maandamano na kiwango cha mapigano katika eneo zima. Mwelekeo wa hali unatarajiwa kuwa wazi zaidi katika siku zijazo, huku pande zote zikijaribu mipaka yao ya kijeshi na azma yao ya kisiasa. Hata hivyo, wakati huu serikali imetangaza kwamba hakutakuwa na maandamano ya ndani kutokana na kwamba hiki ni kipindi cha vita. Kwa hivyo kila mmoja anapaswa kutulia na kuangalia ni nini mamlaka za kiserikali zinafanya wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.